Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya abadilisha gia na kumwonya Rais William Ruto dhidi ya kumkandamiza. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ameendelea na msimamo wake wa kuikosoa vikali serikali siku chache tu baada ya kuachiliwa kwa dhamana kufuatia kukamatwa kwake na maafisa wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC. Akiwa katika kaunti ya Kakamega mnamo Mei tarehe 26, Gavana Natembeya alisisitiza kuwa hataogopa kusema ukweli kuhusu hali ya nchi, akisisitiza kuwa anaungwa mkono na katiba ambayo inampa haki ya kujieleza bila uoga. Na katika hotuba yake ya kwanza hadharani tangu kuachiliwa kwake, gavana huyo alionyesha kutoridhishwa na hatua mbalimbali za serikali, hasa katika usimamizi wa sekta ya viwanda vya sukari na nafasi ya ajira kwa vijana, hasa eneo la magharibi mwa Kenya. Alidai kuwa kukamatwa kwake kulilenga kumzima kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya mipango ya serikali, ikiwemo upangaji ubinafsishaji wa viwanda vinne vya sukari katika eneo hilo. Kwa mujibu wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, Natembeya anakabiliwa na mashtaka ya kupokea fedha za umma kinyume na sheria kiasi cha shilingi milioni 3.25 kati ya Januari 1 mwaka 2023 na Aprili 30 mwaka 2025. Fedha hizo zinadaiwa kutolewa na serikali ya kaunti ya Trans Nzoia katika mazingira ya mgongano wa maslahi. Mashtaka hayo yanahusisha pia upokeaji wa faida ya kifedha ya shilingi milioni 1.12 na milioni 2.12 kutoka kwa watu ambao biashara zao zilihusiana moja kwa moja na serikali ya kaunti anayoiongoza. Katika kikao cha mahakama kilichofanyika Mei tarehe 20 katika mahakama ya Milimani, Gavana Natembeya alikana mashtaka yote yaliyowasilishwa dhidi yake. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulisisitiza kuwa jumla ya shilingi milioni 4.2 alizopokea zina uhusiano wa moja kwa moja na zabuni zilizotolewa na kaunti yake. Mahakama ilimwachilia kwa dhamana ya shilingi milioni 1 au faini ya pesa taslim ya shilingi 500,000, lakini ikatoa masharti kadhaa makali dhidi yake. Hakimu mkuu Charles Ondieki alimzuia gavana huyo kuingia katika ofisi yake kwa kipindi cha siku 60 na pia akamkataza kuwasiliana kwa namna yoyote na mashahidi wa kesi hiyo. Aidha, mahakama ilimwekea zuio la kusafiri nje ya nchi bila idhini rasmi kutoka kwa mahakama. Licha ya masharti hayo, Natembeya ameendelea kuwa na msimamo mkali dhidi ya hatua za serikali anazozitaja kama za kibaguzi na zinazozingatia zisizozingatia maslahi ya raia wote. Akiungwa mkono na baadhi ya viongozi wa eneo la magharibi, gavana huyo ameanza kujijengea kama sauti ya upinzani katika serikali za kaunti, akisisitiza kuwa atatetea maslahi ya wananchi bila kuyumbishwa na vitisho au mashinikizo ya kisiasa.